tunazika na tunafufuka na upya, ama tunaanza maisha mapya, wakati ya kwamba kule matendo yetu ya zamani tulizika na tumefufuka na matendo mapya ambaye tunaenda nayo katika matendo mapya. Haleluya! Na hii itatusaidia kufahamu, na nasema ya kwamba tunapofika mahali ya kwamba umuhimu wa kubatizwa na Roho Mtakatifu ni the same thing, umuhimu hata ya kubatizwa kwa maji, lakini iko tofauti, inadifu tu kiasi. Haleluya! Umuhimu wa kubatizwa kwa maji, umuhimu wa kubatizwa katika Yesu Kristo, kuna tofauti tu kidogo, lakini the same. Haleluya! Kwa hivyo tutaanza kipengele cha kwanza ambaye kinasema kwamba wakati unapobatizwa katika Roho Mtakatifu, basi upata nguvu mpya. Upata nguvu mpya katika utendaji. Unapata nguvu mpya katika utendaji. Katika utendaji, ninazungumzia utendaji kwa nini? Kuna uwezekano ya kwamba wakati tulipoanza lesson hii nilizungumzia kwamba tulikuwa tumefunza kwamba kuna vipawa ambazo ziko kanisani ambayo ya kwamba hazifanyi kazi. Tulikuwa tumejifunza hivyo. So nikasema kwamba without Roho Mtakatifu, vile vipawa vyenye viko ndani yetu haviwezi kujitokeza na kufanya kazi. Haleluya! So wakati unapata Roho Mtakatifu utapata nguvu mpya, na wakati utapata nguvu mpya, kile ambacho Bwana aliweka ndani yako kitaanza kufanya kazi na kitakuwa na nguvu katika utendaji. Haleluya! Kama nilikuwa na mwimbaji lakini nilikuwa nimelack the Holy Spirit, wakati nitabatizwa the Holy Spirit, nikisimama mahali hapa ninaimba because nimebatizwa with the Holy Spirit, kitakuwa na shida katika uimbaji. Nitaona nyimbo zikiflow, nikiona nyimbo nitafunuliwa usiku na mchana, nitafunuliwa wimbo mpya. Ninapoambuka nimefunuliwa wimbo mpya, maana sio wewe sasa unaimba. Kuna Roho Mtakatifu ambaye ako ndani yako, ambaye kila siku na mchana anakupa wimbo mpya. Haleluya! So utaona ukiwa wa kipekee because kile kitu kiko ndani yako, na utaona kwamba hata ukikosa kuimba, unaona kwamba kuna mahali ambapo umekosea, maana Roho Bwana ambapo ako ndani yako anazidi kuimzalisha ndani yako, anazidi kupa nyimbo mpya, na wakati zinajaa zinakosa, zitafurika, zikose mahali pa kuenda. So unatamani ya kwamba ni mahali kazi nitaenda, hata katika mkutano nikaweze kuimba, ili nikaweze kuondoa kile Bwana ameweka ndani yake, tena kingine kikaweze kuingia. Haleluya! So zile nguvu zitakuwa nazo, zitakuwa za kipekee, na hata huyo uimbaji utagusa mtu mahali, because sio wewe unaimba, lakini Roho wa Bwana ndio anayekuongoza katika uimbaji. Haleluya! So itakupa nguvu katika utendaji. Haleluya! Bwana apewe sifa. Hii inafanya kwamba hata inapofika mahali kile Mungu aliyoweka ndani yako, ukikosa kufanya utaona ni kama unagonjeka. Ukikosa kufanya utaona kwamba kuna mtu nimekosea, because Holy Spirit ana usiku unapotembea kila dakika anakukumbusha, dada umefanya hii kitu, dada umefanya hii kitu, mbona leo hujafanya? Unajikuta
bila uzito wowote, maana itakuwa nyepesi. Haleluya. Tuliona wakizungumzia, tulijifunza hapa kwamba kuna vipawa kadhaa ambapo watu wako nayo, lakini haifanye kazi wakati ambapo itakuwa, hata kama itakuwa ilikuwa ya kwamba ni kupanga hizi vitu, maana ambapo huko kabla hujapanga hii kitu utakuwa na amani. Hata ukipata mtu mwingine amepanga, utajihukumu, maana umechukua hiyo ni kama kazi yako, ile kipawa ambao Bwana alikuweka ya kwamba katika huduma kazi yako utakuwa unapanga kitu ya watu kukalia. Haleluya. Ukikosa utakuwa na amani. Hata utajiuliza, kama mimi sijapanga, ni nani atapanga hiyo kitu? Natamani niende nipange, hata kama sitakuwa, niende nikapange ndio nitoke. Kuna msukumo fulani ambapo itakuwa ndani yako. Bwana apewe sifa. So important ya kupatiwa with the Holy Spirit, utapata nguvu sio ya kawaida. Wacha tukasome Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume, tende katika Matendo ya Mitume. Nikwambia kwamba hii kitabu ni neema tu ya Bwana, ambayo mimi ninafurahia hii kitabu. Wakati mtumishi wa Bwana aliposema kwamba twende tukastadi hizi Biblia, wakati nilisoma, sio vile nilikuwa naona, bali niliona ikibadilisha maisha yangu, wokovu wangu. Sikusoma tu ya kwamba wacha nisome nimalize, lakini wakati ambapo nilikuwa nachukua zile chapter, nasema kwamba leo nitasoma hivi. Kila chapter ambapo nilikuwa nasoma, nilikuwa naona kwamba ninainuliwa katika level nyingine. Nikawa natamani ya kwamba nitamaliza dini hili kitabu. Wakati nilipokuwa nasoma, ninaona level nyingine. Haleluya. Wacha tusome Matendo ya Mitume 1:8 tafadhali. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Haleluya. So unaona, katika ubatizo wa Roho Mtakatifu kuna kitu ambayo inasalisha katika maisha ya Mkristo. Maana hawa wanafunzi wakati walikuwa hawajabatizwa hawakuwa na nguvu ya kuenda kutangaza Injili, walikuwa na uoga. Lakini wakati walipobatizwa, ama wakati walipopokea Roho Mtakatifu, walipata nguvu mpya, vile walipoahidiwa kwamba mnaenda kupata nguvu mpya. Enyewe walipata nguvu mpya, ili wakaanza kutangaza Injili. Hawangetangaza, lakini ile nguvu mpya ambapo walikuwa wamepokea ilifanya wakatoka, wakaanza kutangaza Injili ya Bwana. Haleluya. Wakati utakapopokea nguvu mpya, wakati utapokea Roho Mtakatifu, utakuwa na nguvu mpya, na katika utendaji itathibitisha hakika uko na kitu ndani yako kisiwe kawaida. Haleluya. Kwa ajili hao walipoenda ilithibitisha kwamba sio wale ambapo tunajua hawa ni wengine, maana matendo yao ilikuwa tofauti na matangazo yao ambao walitangaza neno la Bwana. Hawakuwa na uoga tena, uoga wao iliisha, hata kujificha wangejificha, walitoka ili wakaweze kutangaza neno la Bwana.
ukaombe Mungu ya kwamba ukaweze kubatizwa katika Roho Mtakatifu ili ukatende kazi ya Bwana ambayo ulikusudia kutenda, ili ukatangaze kazi neno la Bwana kila mahali popote utakayonena. Maana hao wakati walipata nguvu mpya walitangaza kila kona. Hawakusema kwamba tutasimama hapa, lakini walitoka wakasema sharti neno hili likaweze kufika ndani ya nchi. Bwana apewe sifa. Matendo ya Mitume 2 2:41 inasema, Matendo ya Mitume 2:44. Yes, 41. Yes. Inasema, nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Asante. Bwana apewe sifa. Hata wakati wanafunzi hao walianza kutangaza neno la Bwana katika nje, maana walikuwa na nguvu zingine, hata kusanyiko pia lilipata nguvu mpya ya kwamba walizidi kuongezeka. Ni kwa ajili ya ile ujumbe ambapo walikuwa wanaachilia. Kwa hivyo kikundi kile kama kilikuwa kidogo, hakikubaki mahali pale, kilipata nguvu mpya, wakiongezeka usiku na mchana. Ni kwa ajili lile neno wakati walipokea. Haleluya. Kwa hivyo kubatizwa katika Roho Mtakatifu kuna umaana katika kanisa la Bwana, kuna umaana katika Mkristo. Ili ukaweza ukafike mbali, sharti ukabatizwa katika Roho Mtakatifu katika utendaji, sharti ukabatizwa katika Roho Mtakatifu ndiposa ukatende lile kitu ambapo Bwana aliweka ndani yako, kikaweze kuonekana katika njia ya kipekee. Haleluya. Bwana apewe sifa. Tutaenda katika umuhimu wa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, tukapate agenda namba 2. Katika mara mingi unaweza pata kwamba watu wako katika ibada wameboeka. Mtu anaweza akakuja katika ibada lakini kama anajisukuma akoboa, yani ajisikii, maana kuna kitu amemisi. Ameboeka tu na ibada, ameboeka hata na mikutano, anaboeka hata na mkutano kusema kwamba imekawia. Kuna kitu amelaki, hajabatizwa na Holy Spirit ndani yake. Haleluya. Lakini wakati ambapo atabatizwa, ataboeka tena katika utendaji, ataboeka tena. Kuna mtu anaweza akafanya kazi akafike mahali akaboeka. Nilikuwa nafanya kitu fulani, lakini nikafika mahali nikaboeka, nikaiachia njiani. Haleluya. Wakati unabatizwa katika Roho Mtakatifu, hautaboeka na kurusha mkono, utazidi kutenda kitu hiki. Ni kwa ajili kuna kitu ambapo inakuongoza kutenda ile kazi. Haleluya. Lakini wakati unalaki utaboeka, hata kwa ibada utaboeka. Wakati wengine wanaposhangilia, kama wale watu ambapo wako na tumaini, wanaona jina ambapo mahali ambapo unaenda, wewe uwezi ukaona. Ni kwa ajili Roho Mtakatifu ndio anayekuelekeza kuona umbali unaenda. Lakini wakati ambapo umekosa Roho Mtakatifu, hawezi kuona umbali ambapo unaenda. Haleluya. But wakati utakuwa na Roho Mtakatifu hautaboeka, maana uko na tumaini la kesho. Holy Spirit ndiye anayekupatia tumaini. Haleluya.
Kwa hivyo tusome mahali pale tukaweze soma Matendo ya Mitume 2 mstari wa 14. Mstari wa 14 inasema, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akawaambia, enyi watu wa Uyahudi, ninyi nyote mkao Yerusalemu, jueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Mkasikilize maneno yangu. Amen. Petro kama angekuwa na Roho Mtakatifu, kazi ambapo alianzisha hii angeiachia njiani, lakini kwa ajili alikuwa with the Holy Spirit, hakuna siku ambapo aliachia njiani. Alijua kazi yangu ni kutangaza neno la Bwana ili nikaweze kufikia kila mmoja, neno hili likamfikie. Kwa hivyo hakuna siku aliboeka akasema nitatangaza leo, kesho nikaweze kusimama. Alizidi kutangaza, hakusema kwamba wacha ningojee. Alizidi kuita Bwana na kuambia ukweli wa maneno. Haleluya. Because hakuwa peke yake, alikuwa ako na Roho Mtakatifu ndani yake. Bwana apewe sifa. Amen. Rudi mstari wa 4:31. 4:31. Matendo ya Mitume 4:31. Inasema endelea. Inasema, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Yes. Haleluya. Amen. Sasa pale unaona kwamba Petro wakati alipokea hakuwa na uoga tena kutangaza, maana alikuwa na ujasiri, si ndio? Tena hawa wakati wanaanza kutangaza, hawakutangaza kwa ajili walitosha ama wako na Biblia, walisoma Biblia. Ile ujasiri ambapo ilikuwa ndani yao, ile ujasiri ndiyo ilifanya wakaanza kutangaza neno na kuhubiri ili watu wakuokoke. Kwa hivyo ni vyema mpendwa, wakati unapobatizwa Roho Mtakatifu utapata ujasiri wa kusimama hata kuongea. Haleluya. Hakuna uoga tena, maana ujasiri uko ndani yako. Hautaongea kama unapatisha, utakuwa na ujasiri wa kuonyesha kwamba kuna kitu ndani yako ambaye kinakuchochea ukaweze kunena. Haleluya. Kwa hivyo wakati unapobatizwa na Roho Mtakatifu utagain ujasiri, na hiyo ujasiri ndiyo itakusaidia wakati utafika mahali. Ile ujasiri ndiyo itakusaidia hata kuenenda kwa mtu na kumwambia kwamba ndugu, imetimia wakati wa kuokoka. Maana ile ujasiri sasa ndiyo itakuwa kuelekeza. Hautaangalia kwamba watasema nini, hautaangalia kwamba ataniuliza nini. Ujasiri ule utamfikia hata kama ako mkubwa, utamwambia Bwana ya kwamba imefika wakati ambao ukaweze kuokoka. Bwana sifa. Kama ujasiri hauwezi, na bila Roho Mtakatifu utakuwa na ujasiri, maana ujasiri itafanya uwe na ushujaa, ukaonyesha ya kwamba hakika kuna kitu ambaye si ya kawaida ambaye kiko ndani yako, ambaye sio ile ambapo iko kwa mwingine. Hii ujasiri itaonyesha kwamba si wewe ni mtu wa kipekee. Wanapewa sifa. Amen. Roho Mtakatifu inatupa ujasiri. Roho Mtakatifu anampa mtu ujasiri.
hakuna uoga tena. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wacha tukaende katika kipengele cha 4, kipengele cha 3. Hiyo ni kipengele cha 3 ambayo tunataka kuzungumzia mahali pale. So kitu nataka ukaweze ukajua, mpendwa, Holy Spirit ndani yako, hakika kuna kitu ina change maisha yako ya kiroho, na iwezi kabaki kidulivu. Ina change totally wakati ambapo utapokea, hautadilei. Na hata ukifika mahali mtu atajua this man sio kawaida, maana kuna kitu ndani yake. Haleluya. Wacha kwenda katika kipengele cha 3 ambayo tutazungumzia kuhusu katika mambo yote ambayo tunayofanya mahali hapa, tunapofanya katika mikutano zote, uende wapi, lazima tuwe na kitu ambayo umelea juu yake. Haleluya. Holy Spirit, wakati unapobatizwa the Holy Spirit, it lay your foundation ya wokovu wako na hata utendaji wako. Bwana pewe sifa. Amen. Ile wokovu wako itakuwa strong, maana umelea katika msingi usio wa kawaida. Haleluya. Wokovu bila Holy Spirit wala haina nguvu yoyote. The foundation yako haiko sawa katika wokovu wako. But when you have the Holy Spirit, the foundation yako ya wokovu itakuwa very strong. Hallelujah. Without Holy Spirit, wokovu wako mpendwa haitakuwa na kitamani. Inaweza fika mahali hata ikafagiliwe katika hali demo inapoenda, inaweza ikabadilika because haukulea katika that foundation of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Na kile ambacho Mungu aliweka ndani yako hakiwezi kujitokeza without the foundation of the Holy Spirit. Hallelujah. Kila ambapo tulijisoma mahali hapa ni ya kwamba kuna vipawa ambayo viko katika kanisa la Bwana haviwezi kujitokeza, ni kwa ajili hakuna that foundation of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. So kanisa itakaa ikiwa kiwete because that foundation ambayo hizi vipawa vinastahili vikaweze kugrow haviwezi. It is the Holy Spirit ambayo inafanya vile vipawa vikaweze kutupikwa na vikaweze kujitokeza, na hata watu wakaweze kushuhudia kwamba that church ni ya kipekee, because kila kipawa ambacho kiko katika mtu kilijitokeza na kikaanza kufanya kazi. Haleluya. Amen. Hebu tusome 1 Corinthians 12. Na tena hii kitabu ni kama tulisoma ile lesson yetu ambayo tulikuwa nayo tukizungumza vipawa. Yes, nakumbuka vizuri sana. 1 Corinthians 12 kuanzia 4 hadi 14. Hii kitabu ni kama tulisoma. Nakumbuka vizuri sana. Amen. Nasema. Yes. Basi
pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Yes. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule. Yes. Azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Yes. Maana mtu mmoja kwa Roho hupewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa. Yes. Apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani. Yes. Katika Roho yeye yule. Yes. Na mwingine karama za kuponya. Yeah. Katika Roho yule mmoja. Yes. Na mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine unabii. Yes. Na mwingine kupambanua roho. Yes. Na mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu pekee yake kama apendavyo yeye. Bwana pewe sifa. So unaona kwamba hivi vipawa viko hapa ndani, lakini sasa haviwezi kutoka. Ni kwa ajili the foundation ya Holy Spirit haijakuwa. Foundation ya Holy Spirit ambapo itakuwa hii itakayofanya kila mmoja kile kipawa kilio ndani yake kitatokea. Hallelujah. Because of that foundation itafanya kwamba uone kila mtu ako na sehemu yake. Hakuna mahali ambapo tutaanza labda kugongana kwa kitu kimoja. Kila mtu atatenda kadri ya kile ambapo Mungu aliweka ndani yake. Kitaonekana, kitatokea, na kitafanya kwamba ushirika itakuwa ya kipekee. Hallelujah. Amen. Wapendwa, ni vyema wakati ambapo tutakayotamani ya kwamba tukaweze kubatizwa katika Roho Mtakatifu, kile ambacho kilio ndani yako kitatokeza na kitatenda kazi ya Bwana. Katika mkutano kama huu utatamani ukatende sehemu yako ambayo Bwana aliweka ndani yako, because ya foundation ya Holy Spirit ndiyo itakayofanya kile kikaweze kutokea, na hata kongamano ikawa ya kipekee. Ni kwa ajili kile kitu ambayo kiko ndani yako kitakitokea, because of the foundation ya Holy Spirit. Amen. Kama sio hivyo, utakaa tu pale kwa kiti ukingoja kwamba na ngoja siku moja wakati mwingine nitatumika, na ngoja siku moja nitafanya kazi hii, na ngoja siku moja natamani ya kwamba nikaweze kufanya kazi hii. Without the Holy Spirit, my friend, hautafanya. Miaka inajihesabu, siku zikaenda, ukafike mahali ukakose tumaini, ukaseme nimekaa katika kanisa hili sijaona kitu chochote ambapo ninaweza hesabu ya kwamba nimefanya katika ufalme wa Bwana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wapendwa, nitawajia pale ili tukawe tumekamilisha lesson hii ya ubatizo. Bwana amana wabariki, asidi kuweka neno hili katika moyo wako, ukatamani ya kwamba usitembee ukiwa kipofu. Wakati uko na Roho Mtakatifu, yeye ndiye atakuwa taa yako ya kukuelekeza jinsi utakayotembea. Hautatembea ukiwa kipofu tena, maana wakati uko na Roho Mtakatifu hautatembea ukipapasa, bali utatembea ukijua kwamba njia ya wokovu ni hii, na njia mapenzi ya Bwana ni haya. Maana ni Roho Mtakatifu ambaye atakayekufunulia ukaweze kuenda mbali, mahali ambapo ukiwa na macho ya kawaida uweze ukaona. Ukiwa na macho ya kawaida hata ukuja katika mkutano huu utaboeka, lakini ukiwa
Haleluya. Kwa hivyo nitaanzia pale kabla nikaribishe mtumishi wa Bwana. Labda uko hapa na uko understand mahali ama hukufahamu ama uko na swali uliandika mahali, inua tu mkono wako ili tukaweza kusaidiana. Kuna mahali ambapo hukupata, kuna mahali hukuunderstand. Yeyote ambaye anaweza kuwa na swali katika ubatizo wa maji, katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa Yesu Kristo, yeyote ambaye anaweza kuwa hakufahamu. Thank you. Bwana amani, wacha wabariki. Wacha tukachukue nafasi hii, karibisha mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya lesson ambayo tumekuwa nao mwezi huu, ambaye ilikuwa inazungumzia kuhusu ubatizo, na tumeona batizo kadhaa ikimaliziwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna neno moja nilijifunza katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu hautumiki katika moods. Hakuna wakati utapata ya kwamba ati mtu mwenye amebatizwa katika Roho Mtakatifu anajisikia kutumika wakati mwingine anasikia kwamba awe reluctant. Hiyo ndio inafanya hiyo ubatizo kuwa very unique, ya kwamba moyo always uko willing, moyo always uko tayari kusikia sauti ya Mungu, not kusikia hata na kuingia kwa action. So ubatizo wa Roho Mtakatifu unahitajika kwa kila Mkristo, ili ya kwamba awe mtu mwenye ana uwezo wa kila wakati kujisikia kwamba inatakana ya kwamba atumike mbele za Bwana. Anajisikia kwamba niko sawa kila wakati, anajichunguza, si anachunguzwa, anajichunguza. Na tumepata ya kwamba bila Roho watu hukosa mwelekeo. Mkristo hukosa mwelekeo wa kiroho, Mkristo hukosa mwelekeo wa wokovu, Mkristo hukosa mwelekeo katika utumishi. Ni kwa sababu huenda katika hali ya mudi vile anavyojisikia. Na ajabu, wengine huita hiyo roho, hawajajua kwamba Roho wa Mungu ako na nguvu zaidi, na tena neno lake usimama, hana misimamo ya kubadilika, na kusudi la Mungu akikusudia itekelezeke mpaka litendeke. Amen. Yaani anapoweka msukumo ndani mwako, Bwana basifu. Amen. Tushaona watu wakipewa msukumo ndani mwao, unaona nasukuma neno mara moja mbili wanashindwa. Si nguvu za Roho Mtakatifu, ni kujisikia ulisikia. Kama ni Roho Mtakatifu, hakuna wakati Mungu ataweka neno ndani mwako na hilo neno ukasikia kwamba linaanza kuzeeka, ukasikia kwamba linaanza kuisha nguvu, hautaki kulifuatilia. Ni kwa sababu ya kwamba Roho Mtakatifu huja kukamilisha kazi ya Mungu katika maisha yetu, akiwa nguvu behind ukamilishaji wa hiyo kazi. Kama kanisa, Mungu akujalia mtu individual utamani ku experience uweza wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, ili ufurahie wokovu, tena ufurahie kutembea katika Mungu. Ni kwa sababu kutembea katika Mungu, ile kuboeka niliyosikia inatendeka ni kwa sababu ya kwamba uko peke yako, na kwa sababu uko alone, ndani unapata kwamba you are lonely. Bwana asifiwe. Nashukuru sana. Na ni sababu tulisema ya kwamba mtu kuwa na roho si kazi ya kwamba ati ni kitu ya kuchunguzwa. Actions, especially tuweze kutumikia Mungu. Unaonanga huyo mtu ujitoaji wake, muda yote mnayespend mbele ya Mungu si hasara. Kuna watu wenye spend muda mbele ya Bwana akiangalia saa, yaani mambo yake alipatia priority, vitu ya maisha ya mwili alipatia nafasi. Lakini unapata ya kwamba licha ya kwamba anatumikia Mungu, ndio Mungu ni wa wakati, lakini wakati wenye tumespend mbele ya Mungu si wakati wa kusema ya kwamba nataka kufika mahali fulani.
Ili hata watu wanachanganyanga sana imagine na shughuli zao. Akija mbele za Bwana, ni only 2 hours nitakuwa nimetoka. Lakini kula anapoenda ukiangalia kile kitu anaendea, you wonder. Conviction ya Roho Mtakatifu ufanya mtu ushirika wake na Mungu iwe kitu namba 1 katika maisha yake. Si kwa sababu hatafanya mambo mengine, lakini haya hayachukui nafasi kama nafasi ya kumtumikia Mungu, kama nafasi ya kuomba Mungu, kama nafasi ya kwenda mbele za Bwana. Haleluya! Tumeona watu wakijivuta mbele za Bwana. Tumeona watu wakisukumana wa ndugu, tunataka kukosana sababu ya kazi ya Mungu. Hatutaki kukosana ni kwa sababu ya kwamba kumbe kuna kitu ndani yako. Kama angekuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hii ndio msukumo katika utumishi. Hata wangesema pastor ameongea mbaya, hawangesema fulani ameongea mbaya, kwani anachunga maisha yangu. Kwa sababu wako na mchungaji na ni Roho Mtakatifu, angechunga maisha ya huyu mtu na angeiweka laini, ikajiandaa katika mapenzi ya Mungu. Amen. Tumesukumana na watu. Thank God ya kwamba last Sunday Roho wa Mungu nilisikia Mungu hapa kwa nguvu. At least tuliona change katika speed. Tuliona kuna watu ambaye Mungu awabariki kama walikuja kwa sababu ya msukumo wa Roho, kwa sababu pastor alisema. Lakini msukumo wa Roho Mtakatifu umewaingilia, wamesikia hawatakaa comfortable, waendelee na shughuli zao, na ili hali hakika hawakuji kufanya ushirikiano wao na Mungu. Yes. Holy Spirit is the encourager. Amen. In fact, Roho Mtakatifu akufariji, anakufariji na unafarijika. Amen. Mpaka unakuwa mtu ya kufariji wengine, wewe ungoja kufarijiwa. Sababu hao watu wanalenga na plako from time to time, utata chitie nguvu. Ndugu chitie nguvu. They lack the Holy Spirit. Maana Roho Mtakatifu akishaku encourage, sasa unaanza ku encourage watu. Wewe hakuna siku watu walikupata ushajiuliza, kuna watu wengine hata unashindwa utakuencourage jamani, utaanzia wapi? Angalia mtu kuchanganyikiwa wakati wote. Angalia mtu akushindwa wakati wote. Angalia mtu mwenye yani kila siku unaona anaweza kuwa na jibu. Kwa nini? Ni nguvu za Roho Mtakatifu ndio hufanya kazi. Si mtu, maana hakuna mtu mwenye ana uwezo wa kufanya na kusimama imara siku zote bila uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia, Yes. uko fit always. Amen. Kila wakati, kila saa. Ndio sababu Petro alikasema kwamba na muwe ready kumjibu kila mtu anayewauliza tumaini mlilo nalo katika Kristo Yesu. Muwe ready always. Si wakati fulani hamuna jibu. Maana jibu si nyinyi ndio mnajibu. Kuna yule anayejibu kwa niaba yenu, wewe ukiwa chombo. Amen. Haleluya. Amen. Kanisa la Mungu, tusituke. Tutamani kutembea Roho Mtakatifu si siku mbili, si mwezi huu, lakini katika maisha yetu. Amen. Itakanya kwamba tuwe mzigo katika Mungu siku zote. Yaani Kristo atuencourage mpaka asikia kwamba hataki kuencourage anymore. Ni kwa sababu when an encourage, that encouragement hawakui katika encouragement, hata nao waka encourage na wengine. Bible inasema ya kwamba baada ya wewe kuwa encouraged, inatakana ya kwamba na wewe utie wengine nguvu, uimarishe wa ndugu, uimarishe wa dada. Maana si kwa usemi, lakini wanaona mwenendo wako, wanaona mwelekeo wako, wanaona matendo yako, wanaona uhimizaji wako katika Bwana. Amen. Bwana apewe sifa. Siku nyingine tukasoma mahali na wapendwa wetu kwamba ati mpaka sasa wengine wenu mungali mnataka kushika mkono na kuelekezwa, na ili hali kulingana na ramani ya Mungu inatakana muwe waadilifu. Amen. Biblia inasema hivyo. Kuna watu bado wanataka kushika mkono, lakini kulingana na orodha ya Mungu inatakana ya kwamba wao hao wanashika wenzao mikono, ni kwa sababu wamepokea nguvu za Roho Mtakatifu. Tusizungumzie maneno ya Roho Mtakatifu, na turudi wale wapendwa, na turudi wadugu wale katika kanisa we are just there. Katika lolote, hakuna lolote. Yaani assignment hatuwezi yeyote. Hizi ya maisha yetu, si ya rohoni, si ya kanisani, ni kwa sababu hakika hatuna nguvu ya kutusaidia kuendelea. Nataka kuomba usije
lakini matokeo na matunda ya hiyo mambo unayonafikiria ama unayosikia inakuja the opposite. Weka juhudi katika Mungu, usiwe na roho. Bible imetuhimiza tusiwe wasikiaji wa neno, lakini we want to see people in action. We want to see people ambayo wako alive katika mambo ya rohoni. We want to see people who are ready kusimama kwa ajili ya Kristo. Maana Bible inasema ya kwamba Kristo aliteseka kwa ajili yetu, na nikasoma mahali ikasema ya kwamba inahitajika nasi tuteseke kwa ajili ya ndugu zetu. Kanisa, mchana wa leo nashukuru sababu tumepokea. Nimesikia swali, hakuna yeyote aliyejibu. Hiyo inaonyesha kwamba hata mwalimu akiuliza klasi swali, naona watu wajainua mkono, anakuwa anaridhika sana. Maana wanajua kwamba lesoni yake watu watapata 100%. Ni kwa sababu ya kwamba hakuwa na wakati mgumu ya kwamba ati understanding ilikuwa ngumu. So I thank God ya kwamba ni kwa sababu katika klasi ambayo imepita everybody ameelewa vizuri kila sehemu, na kitu kilichosalia kwetu wenye tumepokea ni kuingia katika utendaji, ni kuingia katika hali ya kuzama katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, kujua kwamba ubatizo wa maji mengi lituasha wapi. Amen. Ili tukulie wokovu na kazi ya Bwana ipate kusonga mbele. Baba mwamba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakubariki, tunakushukuru asubuhi ya leo. Umekuwa Mungu wetu, umekuwa Baba yetu Mfalme, na tangia mwezi huu uanze Bwana mabwana, umeelekeza kanisa lako Bwana katika uzamishwaji Jehova, katika maji Mfana, katika kuzamishwa katika fellowship of Glory, na hatimaye kuzamishwa katika Roho Mtakatifu. Ninakushukuru na kuabudu Bwana, maana Roho wako ndiye mwalimu anayeelekeza na kuinua Bwana, na kufundisha yote yapaswayo katika wokovu, maana ndiye uliyetuachia ya kwamba Mfalme akatukipa ni Bwana, na fellowship iendelee pamoja nawe. Ipasa mchana wa leo ninakubariki, maana hili ni kanisa miongoni ya wale ambaye umekumbuka Falme, ukalifunulia neno hili. Maana tunapotembea katika Roho Mtakatifu, hatupo chini ya sheria, tutatembea katika nuru ya Mungu, tutatembea katika uwepo wa Bwana, tutatumika pasina hofu na mashaka, ni kwa sababu uko upande wetu. Na kushukuru Jehova kwa ajili ya mwalimu Falme, zidi kumwezesha Bwana wa Bwana, hata kumwendelea Jehova katika the work of the ministry of King of Glory, ili Baba unapozidi kufunua siri zako za ufalme, Falme, jina lako likatukuke, na akaone wema wako katika nchi ya walio hai, na kutukuze na kuhimili. Falme, wote waliopokea neno hili na wakabidhi mkononi mwako Falme, acha isiwe mbegu ile ilianguka njiani, acha isiwe mbegu iliyoanguka katikati ya mwiba, acha isiwe mbegu iliyoanguka katika mwamba, ili hali Bwana iwe ile mbegu iliyoandika katika udongo mzuri, ili ikazae 100, ili ikazae 60 na 30 kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Asante Ebeneza, tukuka mtakatifu, uinuliwe maana wewe ni Bwana. Asante Jehova Baba yetu, maana maisha yetu yasalii vile katika ulimwengu wa roho. Tunazaliwa Baba yangu katika ulimwengu wa roho, tunazaliwa Bwana mabwana. Watu waliokuwa karibu na kukata tamaa, maana walienda kwa macho ya nje, Bwana wa mabwana, na jua la uzima, Falme wa falme, hakika unainua moto wa roho ndani ya maisha yao, ili waweze kuona katika roho, maana katika roho Bwana mabwana ataona mbali, hivyo watatembea. Watu wasiojikwaa watatembea, watu wasiokata tamaa, ni kwa sababu roho wako hana mipaka, yeye huelekeza katika kweli yote. Inuliwe utukuke Bwana, wacha ufalme ambao umetukaona mkono wako katika utendaji wetu, tunapotenda kazi ya Bwana Jehova.
maana umesema anayependa mwili ni adui wa Mungu. Baba tusaidie, licha kwamba uya katika mwili, lakini Bwana tukapende mambo ya rohoni, ili hatimaye Bwana utukufu kurudie na heshima Mfalme tunapotekeleza mapenzi yako. Tukuka Bwana, inuliwa mtakatifu, maana umetenda. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, tukuamini.